Majumba kama yale duniani huwezi kuyapata sehemu yote zaidi ya Jangwani bana. Wewe umetungiwa nyinyi sheria. Yani kuna mtu namtafuta ili mradi mtu apewe kombe la mezani. Viongozi 16 ndio wanagombea hiyo nafasi. Na ninachowasihi wajumbe ambao wanaenda kwenye mkutano mkuu wawe makini, kwa sababu nataka nikupe mfano mmoja. Hizi taratibu zote tunazoziona wanaweka kwamba mtu asipoingia kwenye vyumba, asipofanya hivi atakatwa sijui pointi 5. Tuende kumwangalia Ustaz Anelika. Hiyo nimembatiza mimi jamani. Naomba msione vibaya. Yule kuanzia leo anaitwa Ustaz Anelika. Ustaz Anelika. Mwenye namba yake namba 9. Warudie tena wapate sababu kwa nini Ustaz Anelika. Yaani huyu unaposikia Anelika kafanya mambo mengi sana, hususan akiwa Chelsea. Ila tunaamini kuna adhabu huwa zinatolewa. Ila sijawahi kusikia adhabu za kukatwa pointi duniani. Unasema ni kinyozi? Unajua staili ya kinyozi? Wewe anayosema najua staili ya kinyozi. Kinyozi kazi yake kunyoa nini? Kunyoa nani? Sehemu za nywele. Kunyoa nini? Kunyoa nywele. Basi kama wana nywele watanyolewa. Kwa hiyo kilichopo sisi tuamini kwenye mpira. Na kama wanaona hizi sheria zinafaa, basi walete, yani miundombinu hiyo inaridhisha. Wewe manake timu ziendelee kwenda kubadilishia mavazi ama nguo kwenye chumba ambacho sio husika kwenye uwanja. Hakuna timu ambayo inapenda yani iingie sehemu ambayo sio salama. Usajili ambao unazungumziwa sana ni wa Sheikh Ibrahim Toure. Kiupande wako mwenyekiti, umeupokeaje usajili huo? Yani, duniani hakuna ustazi ambaye amewahi kucheza mpira kama mbovu. Maustazi wote ambao wamewahi kucheza mpira ni hatari. Tupe mfano. Anelika, Ustaz Anelika kutoka Chelsea. Sawa. Huyo ustazi hatari. Bara, kuna ustazi mmoja anaitwa Karim Benzema. Wewe mwenyewe unamjua. Kwa hiyo hakuna ustazi ambaye amewahi kucheza mpira akawa mbovu. Ila ninachojua mimi sasa hivi duniani mpira umekuwa, ila TFF kama viongozi haijakuwa. Kwa nini? Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotpeace. Habari yako? Salama. Wema? Kwema kabisa yani. Mbona kama kuna pressure hivi? Pressure ya nini tena? Pressure ya usajili. Watu wanasajili bana kujiandaa na maandalizi mpya ya NBC Premier League. Nchi anayesajili ni mtu mmoja tu, engineer. Ndio maana timu zingine hazisajili. Wewe watu gani ambao wanasajili hawana? Yaani kama sisi nakwambia kwa nini engineer ndiye anasajili? Rais wa klabu ndiye anaonekana kwenye sajili zote za Yanga. Uliza watu wengine anaonekana nani hadi tuseme wanasajili? Wale wanaokotana tu. Kuna maskauti kama nani? Sema skauti wao wewe unaweza ukawa. Hata wewe mwenyewe unaweza ukawa. Kwa nini sasa? Wewe uone wanavyookotana. Nikuulize wewe. Pale Jangwani anayotia saini, anayepokea mchezaji nani? Kiongozi. Kiongozi. Wa timu gani? Wa timu husika. Timu zingine viongozi hawana? Wapo. Kwa nini hawapokee wachezaji wakasainia wachezaji? Sasa taratibu kila kamati na sio taratibu, hawa wanaokotana. Wewe si twende mbele ya safari tutaona. Sababu kila mtu atavuna alichokipanda. Sawa, kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Madison, kama mwenyekiti wa tawi la Yanga Karume Sokoni. Okay, ni mwenyekiti. Hapa nazungumza na mwenyekiti wa tawi la Yanga Karume. Unazungumza na mwenye mali yake yani. Mwenye mali yake. Shukrani sana. Nimefurahi pia kukutana na kiongozi wa tawi la Yanga hapa Karume Sokoni. Juzi kulikuwa kuna press ya TFF bodi ya ligi, lakini wamediscuss mambo mengi sana. Kitu ambacho kikubwa wamekidiscuss ni maboresho mbalimbali ya sheria za soka letu la nyumbani Tanzania, ili mradi liweze kukua na kuendelea mbele. Sehemu kubwa ambayo wanasoka wamefurahi zaidi ni ile ya kusema kwamba timu yoyote ikikiuka taratibu na sheria ambazo zimewekwa, hususan kwenye vyumba vya kubadilishiwa nguo, wanapokonywa pointi 5. Wewe ukiwa kama mwenyekiti na mwananchi au mwanamichezo pia, hili umelipokeaje? Kwa mimi cha kwanza naamini kwenye utaratibu. Ila ninachojua mimi sasa hivi duniani mpira umekuwa, ila TFF kama viongozi haijakuwa. Kwa nini? Kwa sababu taratibu hizi wanaweka wenyewe afu mwisho wa siku wanazivunja wenyewe. Nataka nikupe mfano mmoja. Hizi taratibu zote tunazoziona wanaweka kwamba mtu asipoingia kwenye vyumba, asipofanya hivi atakatwa sijui pointi 5. Yaani hii ni mifumo ya kizamani. Siamini kuwa hata FIFA
kanuni hizi huwa wanazo kwamba mtu akifanya, yani kwenye mpira ukifanya kitu fulani huwa unakatwa pointi, ila tunaamini kuna adhabu huwa zinatolewa, ila sijawahi kusikia adhabu za kukatwa pointi duniani. Kwa hiyo hawa wapo nyuma miaka 20 iliyopita ndio bado wanatuletea taratibu hizo, ila ninachokiamini kwenye taratibu hizi ambazo wametuletea, je, ni kweli vifaa vya kudhibitisha kwamba hii sehemu ina madhara wanavyo au wanaenda kujiandaa navyo? Kama wanavyo wakawa wanatuletea na ushahidi kwamba hiki kitu ni sahihi, huyu mtu akatwe pointi 5, wasichague. Na hii kanuni wanaileta, kuna mtu wanamlenga. Ni nyinyi au? Mtu mwenye jumba la dhahabu. Mwenye madhabu ni mwenye anajulikana ni watu. Ila Yanga mlikuwa mnayo tabia. Majumba kama yale duniani huwezi kuyapata sehemu yoyote zaidi ya Jangwani bado. Wewe umetungiwa nyinyi sheria. Yani kuna mtu namtafuta ili mradi mtu apewe kombe la mezani, kwa sababu imeonekana kwenye pichi hawamuwezi. Nani huyo? Si Yanga. Sasa kama hawamuwezi kwenye pichi, maana yake wanatumia njia nyingine wamnyanganye kwa nguvu kombe. Hiyo ni yani, haya mambo yalishapita. Hiyo ni sheria mwenyekiti. Haya mambo ya kumnyanganya mtu kombe mezani yalishapitwa na wakati. Hiyo ni sheria, na ndio maana sheria hiyo CAF wenyewe wameshindwa kutoa kombe wapi? Senegal wameshindwa kuitoa kulirudisha Morocco. Na kanuni wanazo hizo. Kwa hiyo kilichopo sisi tuamini kwenye mpira, na kama wanaona hizi sheria zinafaa basi walete, yani miundombinu hiyo inaridhisha. Wewe manake timu ziendelee kwenda kubadilishia mavazi ama nguo kwenye chumba ambacho sio husika kwenye uwanja. Hakuna timu ambayo inapenda yani iingie sehemu ambayo sio salama. Ukiona timu inakimbia kuingia ile sehemu, jua ile sehemu sio salama. Kwani kuna nini humo ndani? Haya wanajua wenyewe ambao wanakuwa ni waandalizi wa mechi husika. Ukiwa na maana kwamba? Nikiwa na maana kwamba mwenyeji. Kwamba vimba sio visafi. Sijamaanisha hivyo. Sijamaanisha hivyo. Ila ninachoamini, ukiona hata nyumbani kwako unapoishi, unapoingia mlangoni ukasikia ile harufu hairidhishi, tunatoka nje kwanza unaangalia kinachosababisha ile harufu itoke ni nini. Kwa hiyo uwezo kaingia sehemu ambayo sio salama. Ninachowasihi, sheria ni sawa, zifuate mkondo wake, ila wadhibitishe usalama kwa wale watu husika wanaoenda kucheza mechi. Hicho ndio ninachowasihi, ila kwenye kanuni mimi sina hofu nazo. Hiyo iko sawa kabisa, pointi 5. Zitende haki. Zitende haki. Sio kwamba Simoni kafanya alafu Mudi akifanya hachukuliwa adhabu, hapana. Mwenyekiti, nitarudi hapa tarehe 14 au 15, sio mbali. Tarehe 14 ukiwa na maana gani? Si tunaenda kukaribia hivi. Sema tarehe 12 usiende. Mbona tupeleka 12 si kombe la hisani? Hapo watacheza na. Nataka mkabadilishe tena. Sisi kwanza wale hawa watu wanaokuja tarehe 12 kwa sababu wao kwao sare wanaona ndio ushindi. Sisi ila tunayoamini kwamba mtu huwa kila alichokipanda ndiye anavuna. Kwa Yanga usajili wao unavyouona na kwa majina yanayoingia Jangwani, mfano kama Peter Shaulile, yani Afrika nzima imetazama Shaulile kaenda timu gani? Yani Shaulile ukimtaja katika bara la Afrika, nadhani kwenye maforward watatu huwezi kumkosa. Kwa hiyo ni jina kubwa. Maana yake Yanga tunajitengenezea wigo mkubwa. Hata tukienda huko kimataifa, kuna watu watatuhofia kwa sababu kuna silaha zimeingia ndani ya Yanga ambazo Afrika nzima, yani huwezi kutafuta tena kwamba unatafuta profile zao, hapana. Profile zao ukiingia tu pale zinakuelekeza kwamba mtu kafanya hiki, kabeba kombe klabu bingwa, kabeba kombe lao ambayo walianzisha lile la watu wawili, kabeba kila aina makombe katika bara la Afrika nayo. Kasoro tu ambayo hana ni timu za taifa, ila kwenye vilabu yule mwamba kila kombe unalojua wewe kashabeba. Sasa unataka mchezaji gani? Sio mchezaji wa majaribio. Yule mchezaji ambaye natakiwa tutoe kwenye robo finali kutupeleka nusu na finali. Kwa hiyo wachezaji walioingia Yanga ni watu ambao wanataka kututoa sehemu moja kutupeleka sehemu nyingine. Ingawa sisi wenyewe kikosi chetu tulichokuwa nacho na ambacho bado tunaendelea nacho kina uwezo kumchallenge mtu yoyote katika bara la Afrika. Kwa hiyo haya ni maingizo mengine mapya ambayo inatakiwa tuvushe, sio kuturudisha pale robo. Na ndio maana hata ukimsikiliza rais wetu mwanzo alikuwa anatuambia makundi, safari hii kabadilika. Katuambia yani angalau kidogo kuanzia robo. Yani hii ndio kauli ambayo mwaka huu kaongea. Ila miaka yote alikuwa hajawahi kuongea kauli hii. Kwa nini anaongea kauli hii? Kwa sababu vitu vya kumtoa sehemu ya robo kumpeleka sehemu nyingine nazo, yani na silaha zile ambazo anaziamini. Wewe shirikisho unazungumzia kwa shirikisho gani?
Alafu naye mbona unatukosea heshima? Hapana, si mashindano ya shirikisho. Yaani klabu ya kosei ni mashindano ni kweli ya shirikisho na yanasimamiwa na CAF. Lakini sisi tulishajiwekea kipande fulani. Sio dhambi kushiriki kule kwa sababu hata Al Ahly ameshiriki, ila kwa sasa hivi Yanga malengo tuliyokuwa nayo sio shirikisho. Shirikisho sisi tulishacheza finali, tunataka malengo gani tena kwa? Sisi hatuna lengo na shirikisho, ila tunachokihitaji sisi kwa sasa hivi ni klabu bingwa. Tanzania tulichobakisha, nikwambie kitu ambacho tumebakisha nacho sio robo, sio nusu finali. Sisi tunachokihitaji ni kombe. Robo tumecheza, nusu finali tumecheza, finali ya shirikisho sisi tumecheza. Sasa kama unahitaji tuendelee kucheza vitu hivyo, hatuhitaji. Sasa hivi tunahitaji kombe. Haya mambo mengine nayo yanatokea tu, ila tunachohitaji ni kombe. Usajili ambao unazungumziwa sana ni wa Sheikh Ibrahim Toure. Kiupande wako mwenyekiti, umeupokeaje usajili huo? Yani, duniani hakuna ustazi ambaye amewahi kucheza mpira kama mbovu. Maustazi wote ambao wamewahi kucheza mpira ni hatari. Tupe mfano. Anelka, ustazi Anelka kutoka Chelsea. Sawa. Huyo ustazi hatari. Bara, kuna ustazi mmoja anaitwa Karim Benzema. Wewe mwenyewe unamjua. Kwa hiyo hakuna ustazi ambaye amewahi kucheza mpira akawa mbovu. Kwa hiyo unaposikia ustazi kaingia Jangwani, hii ni balaa nyingine ambayo imeongezeka ndani ya Jangwani. Watu watatafutana brother. Ukiona kagusa ndefu kuna mtu kaumia. Unasema eti ni kinyozi? Unasema ni kinyozi? Unajua staili ya kinyozi? Wewe anayosema najua staili ya kinyozi. Kinyozi kazi yake kunyoa nini? Kunyoa nani? Sehemu za nywele. Kunyoa nini? Kunyoa nywele. Basi kama wana nywele watanyolewa. Kama wana nywele watanyolewa, na ukihitaji kunyolewa na ustaza na kunyoa, wewe usiwe na shaka nao. Hao watanyolewa kama wanavyohitaji. Na ni kinyozi kweli kwa sababu yule sio ustazi. Wala hatuna hofu naye. Wewe kuwa na hilo. Hakuna mtu ambaye ana ndevu kacheza mpira ambayo ni mbovu. Kwa hiyo katika usajili ambayo engineer kafanya, engineer, mimi namsupport. Na sisi kama tawi la Karume tupo nyuma yake. Sawa, tumalize kwa haraka mwenyekiti, tuzungumzie zoezi ambalo hii wiki tunaenda kulifanya la uzinduzi wa wiki ya wananchi. Unalipi la kuzungumza ukiwa kama mwenyekiti wa Kwanza kabla sijaenda huko, kesho sisi tuna uchaguzi wa viongozi ambayo inatakiwa ndio wanatupa dira ya klabu yetu, ambayo engineer ndio bado anaendelea kugombea kiti chake. Sisi tunamsupport kama tawi na sisi tunaona yeye ni kiongozi bora kuendelea kuongoza klabu yetu. Ila sehemu ambayo bado ni ngumu, sehemu ya ujumbe ambao kuna gombea wa viongozi 16. Viongozi 16 ndio wanagombea hiyo nafasi. Na ninachowasihi wajumbe ambao wanaenda kwenye mkutano mkuu wawe makini, kwa sababu ndani ya kuchagua viongozi kuna wakati mnaweza mkajikwaa, kuna wakati mnaweza mkapatia. Nadhani wamewafuatia viongozi wote kwenye sera zao. Kwa hiyo naomba watu wafanye maamuzi sahihi na kulingana na viongozi ambao wamegombea. Tumewafuatilia wengi sana kwenye sera zao. Kwa hiyo na imani wajumbe watatenda haki na tutapata viongozi bora kuendelea kuisapoti klabu yetu. Hilo ndilo la msingi zaidi. Ila ukienda kwenye uzinduzi wa wiki wa mwananchi, tuna mambo mengi. Tuna mambo mengi kwa sababu tuna uzinduzi wa jezi, ila pia baada ya hapo tunazindua siku yenyewe ambao tiketi nadhani zimeshaanza kuuzwa. Kwa hiyo sisi hatuna hofu hadi kufikia siku yenyewe. Nadhani tiketi zote zitakuwa zimeshaisha, na hususan tawi langu hili tumekuwa maarufu sana kwa ajili ya kuuza tiketi. Hata wewe mwandishi wa habari, kama nataka tiketi zinapatikana hapa, zitapatikana tawini, ili tuende kusupport timu yetu na tuende kumwangalia ustazi Anelka. Hiyo nimembatiza mimi jamani, naomba msione vibaya. Yule kuanzia leo anaitwa Ostaz Anelka. Ostaz Anelka. Mwenye namba yake namba 9. Warudie tena wapate sababu kwa nini Ostaz Anelka. Yaani huyu unaposikia Anelka kafanya mambo mengi sana, hususan akiwa Chelsea. Alikuwa anafanya vitu ambavyo haviwezekani kwa watu wengine. Ila kitu kigumu kinaonekana rahisi. Kwa hiyo ndio maana nimempa jina la Ostaz Anelka. Mimi nikushukuru sana mwenyekiti. Na wewe pia. Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time.
Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotpeace.